Mtume ni kampuni inayojishughulisha na usafirishaji kwa business card. Hapa na flyers. Hapa sisi tunajishughulisha mbalimbali za usafirishaji kwa wateja wetu waliopo mikoani wa Dar es Salaam na maeneo mbalimbali. Tunazo product tatu. Tunayo product ya kwanza inaitwa social fulfillment service. Social fulfillment services, online social fulfillment service, tunajua unao wateja ambao wanaingia kwenye page zako za Instagram, Facebook, wanaagiza bidhaa. Lakini changamoto kubwa wanayopata ni jinsi ya kufikisha hiyo bidhaa. Jinsi nani atakayewafikishia hiyo bidhaa au kukuamini kwamba uko wapi. Kuna mtu yuko Mwanza, kuna mtu yuko Mbeya, mtu yuko Kongo, anaona page yako. Sasa swali linalo click kwenye maeneo ni kwamba nitapataje hii bidhaa kunifikia? Uhalali wa pesa zao, usalama wa pesa zao, usalama na ubora wa hii bidhaa. Sasa sisi kama ni Tume tunayo hiyo service yetu ya online social fulfillment service, kwamba mteja anapoagiza, una mteja leo ameingia kwenye Instagram yako ameona, wewe unamtumia link yetu au unamwambia kwamba tunao partners wetu wa kusafirisha, waone hawa, au unatuita sisi. Sisi tunamwassess mteja, tunaangalia hitaji la mteja, tunafika hapa, tuna negotiate, mteja analipa au ni kwa niaba yako, kwa niaba yetu, then tunapakia ule mzigo, tunachukua, tunaukagua, tunauangalia, tunaufunga vizuri, tunausafirisha. Tunasafirisha mzigo kokote ndani ya Dar es Salaam, mikoani na maeneo mengine. Na sisi huduma zetu zinazoenda ndani ya Dar es Salaam, tunahakikisha mzigo unamfikia mteja ndani ya saa moja, kwa muda usiozidi saa moja. Hata ingekuwa tani 200, ndani ya saa moja tangu muda ambao ameambiwa mzigo unakuja. Tuko njiani tunaleta mzigo, huwa tuzidishi saa moja. Hiyo ni huduma ya kwanza. Huduma ya pili tunafanya huduma ya home delivery. Home delivery service, kama mteja anaweza kupiga simu akataka labda Pampers, akataka nini, hana muda, yuko nyumbani ana shughuli nyingine. Sasa sisi tunachofanya, wewe you call us, tunakuja, tunachukua mzigo wako, tunatuelekeza mzigo unapokwenda, tunawasiliana na mteja, tunakwenda tunamkabidhi mzigo. Malipo yote tunafanya sisi na mteja. Wewe unachohakikisha ni unatuamini sisi, tunaingia makubaliano na sisi, tunafunga mzigo wetu vizuri, tunafikisha, mteja anatulipa, tunarudisha feedback kwako kwamba tumepeleka hii service safe. That's what we can do. Pamoja na hayo pia tunayo huduma nyingine. Huduma yetu nyingine nataka nitambulishe kwa mama zangu hapa, anaweza kaelezea kwa undani zaidi. Tunaelezea mbili. Tunao sasa huduma nyingine nikwambie bidhaa. Mimi naita bidhaa. Ni bidhaa nyingine, ni huduma ambayo tunaianza kama huduma, lakini mwisho wa siku natupa bidhaa. Tuna mfumo wa kufanya uchunguzi na uchambuzi wa taarifa za bidhaa. Bidhaa zinatoka wapi, viwango, ubora, nini. Sasa hii huduma ni huduma fulani ambayo anafaidi mteja na wewe pia muuzaji unafaidi. Ngoja nikwambie kwa nini na wewe unafaidi. Nitakuelezea jinsi gani anafaidi mteja, halafu na jinsi ambavyo wewe unafaidi. Mteja, sisi tunachunguza bidhaa, tunazijua tangu kwenye bei, tunajua viwango, zimethibitishwa, kwa sababu kumekuwa kwa uchunguzi ambao tumefanya, kumekuwa na malalamiko, watu wengi hajui fake, hajui nini. Kwa sisi tunachunguza, tunapata taarifa zote zile. Mteja sasa, sisi ina maana tukiwa na taarifa zote, mteja anaweza kutuamini sisi kufanya manunuzi kwa ajili yake. Sasa hivi watu wengi sana wamekuwa kama hawana muda, kwa sababu ukiangalia foleni nini, kwa mfano hapa muda wa kwenda sokoni. Sasa ili mteja atukubalie sisi kwenda sokoni, ina maana inabidi tuijue bidhaa, tujue inatoka wapi. Unajua kuna watu wengine wanataka ajue hii ya wapi. Mwingine amezoea anataka mchele huo watandika, nataka sijui nini zile za Dubai, zile za wapi. Kwa hiyo tukiwa tuna taarifa zote hizo, tunatupa sisi kukubalika na mteja kwamba tufanye manunuzi kwa niaba ya mteja. Kwa hiyo sisi ndio tunaenda dukani. Kwa hiyo tukijua hivyo bidhaa, tukawa sisi tunaenda dukani, tuna jinsi ambavyo tunachagua. Kwa mfano sisi hapa tuje tunakuchagua wewe. Hatuendi kila duka na nini na nini. Kwa sababu maana tukija kwako wewe, sisi tunakuja kama ni Tume, lakini tuna kundi kubwa la wateja, kwa sababu tunajitangaza kwa mitandao, tunajitangaza kwa website, na tuna display details zile zote za bidhaa, za huduma, jinsi gani, vyote hivyo. Kwa hiyo inakuwa ni wepesi kwanza kwa mteja, bidhaa inamfikia yeye bila kuwa na haja kwenda sokoni. Pia na wewe, nikiwa nakuja hapa mtu mmoja nachukua kitu ambacho ungekuja watu 30, mimi nadhani hata wewe huwezi choka. Kwa sababu wakija hapa watu 30, utatoka hapa, atakuja hiyo, atakuja hiyo. Lakini nikija mimi ni Tume na watu wangu 30, nina wauzaji wangu wa mikoani, kwa sababu pia katika huduma zetu tuna watu wa mikoani ambao tunawahudumia. Hiyo ni nje ya hii kidogo, ile inaitwa retail merchandising. Ile ni watu wa mikoani wanaohitaji bidhaa mjini hapa. Wengi si wanachukua hapa wanatuamini sisi. Kwa hiyo sisi ndio tunafanya manunuzi.
manunuzi kwa ajili yao, kwa sababu ya taarifa zote ambazo tunakuwa nazo. Kwa hiyo ina maana sisi tukija hapa, naweza nikaja hapa nimebeba nyuma wateja 50 ambao wangekuja mmoja mmoja hapa. Kwa hiyo inafaidisha upande huu na inafaidisha upande huu. Kwa hiyo hivyo ndio jinsi ambavyo tumefanya wepesi katika hiyo huduma. Na suppose wewe najua unao wateja wako sehemu mbalimbali, tayari una network yako. Suppose wale wateja sasa unaweza ukawahakikishia kwamba kule mliko mahitaji yenu yatawafikia bila nyinyi kuja mjini. Hii kitu imekuwa ni changamoto kubwa sana kwa wafanyabiashara wengi, kwa sababu mfanyabiashara yule anapotoka let's say Kimara au Kibaha au Tegeta anakuja hapa, kwanza anatumia nauli, atakula, atachukua usafiri yeye mwenyewe binafsi, muda ambao angebaki dukani kuendesha shughuli zake na mzigo ukamfikia. Sasa sisi tunakwenda kutatua hiyo changamoto. Tunaitatua kivipi? Kwa kuwa wale wenye wateja ambao tayari una mahusiano nao, unachoweza ukafanya wanapoagiza bidhaa au katutambulisha kwao kwamba sasa hivi si lazima wateja wangu mje mjini. Mimi ninao watu ambao naweza nikafunga mahitaji yote nikawapa wakawafikishia, mkawalipa huko wanapowafikishia mzigo. Fanyeni mawasiliano na hao watu. Sasa tunachokwenda kufanya kama tukiwa official delivery partner wako, faida moja utakayopata wewe kutoka kwetu sisi na nyinginezo zilizopo, kwanza usalama na ufikishaji wa mzigo wako kwa wakati, kuokoa muda wako na muda wa wateja wako, na cha tatu, sisi tunayo website yetu, tunayo mitandao yetu ya kijamii ambayo tunazidi kupata viewers wengi na followers wengi. Sisi tutakuingiza wewe na biashara yako kwa kutangaza kwamba huyu mtu anauza vitu fulani. Ukitaka kufika tufikie sisi. Kwa hiyo ni win-win situation. Sisi tuna win kwenye biashara yako kwa kupata wateja na wewe una win kwa kutangazia biashara yako. Hizo ni faida ambazo unaweza kuzipata kwenye package zote za mtu. Ufanyaji wetu sisi na kazi upo wa njia 2 au 3. Njia ya kwanza, tunaweza tukawa sisi ni official delivery partner wako. Hii ni changamoto kubwa sana Dar es Salaam. Najua kuna vijana wa pikipiki wanaweza kuwa wamepakia, lakini wale si kampuni. Sisi ni kampuni. Tuna utaratibu maalum kama kampuni, tunao mfumo, tunajua kama tulivyokuelezea hapo awali. Tunachofanya sisi, unapotuagiza unatupigia simu kwamba nina mzigo unataka uende Mbeya au uende Dar es Salaam au uende Kimara. Sisi tunafika hapa. Tukifika hapa unatupa details za mzigo. Tunapakia mzigo, unatupa receipt kama ipo na documents zote za mzigo, na unapokwenda tunafanya mawasiliano na mteja unapofikia mzigo kwa kujitambulisha vizuri. Tunanyanyua mzigo, tunafika. Lakini kabla hatujafika kule tunakuwa tunao mfumo unaochambua bei za bidhaa. Kwamba bidhaa ile hii, okay, bidhaa hii kilomita hii itaenda kwa kiasi kadhaa. Kwa hiyo mteja anakuwa amekwisha ambiwa bei kwamba mzigo huu kufika kwako ni kiasi kadhaa. Na gharama yetu tunachaji gharama nafuu sana. Nafikiri utakapofika muda tutakupa zile listi za bei ili uwe na knowledge kwamba tunachaji kiasi gani. Tena yani swali langu jingine kuna fomu ya kujaza ndio au kuna makubaliano gani? Tutakapokuwa tayari tunaweza tukaandaa fomu mkataba kwa sisi na wewe, ukatuambia unataka nini, una expect nini kutoka kwetu, kwamba mimi nataka meet vigezo hivi ili muweze kuona kweli na waamini. Hizo process zote tukubaliana, tutakaa chini tukaziandaa. Hapo kwenye swali kuuliza tangu mwanzo kuunganisha na hili jinsi gani unaweza kufanya kazi na sisi. Tuna kitu kinaitwa ni tume. Sisi si tume. Tuna kitu kinaitwa ni tume certified vendor. Yaani mfanyabiashara certified, aliyekubalika, aliyethibitishwa na ni tume. Jinsi gani ambavyo tunafanya kazi. Umeulizia habari ya kujaza fomu. Ndio, iko fomu ambayo tunajaza kwa huduma hiyo, kama tunataka kuwe ni tume certified vendor. Kwa hiyo huduma ambayo nilikuwa ninakuelezea mimi kwamba sisi tunakuja kununua kwa niaba ya mteja. Tunajua taarifa zote, tunafanya nini na nini. Sasa kwa sababu huduma zetu tunazifanya kwa wepesi, kasi na thamani ya halisi, kwa tuna swala la kujali muda. Hapo ndio maana huwa tunajaza hizo fomu, tunajuana. Zamani wakati tunataja majina, sikukasi jina lako tena mwanzo. Mimi nikumbusha tena jina. Jina unaitwa bwana nani? Rashidi. Sasa sisi tunajua kwamba tuna Mr. Rashidi yupo fire. Yupo Kariakoo, yupo fire na nini? Yupo Mr. Rashidi, tumeshakubaliana hivi, tunajua bei na nini, kwa sababu sisi kule Kasamakia tunakuwa tunapokea simu. Lengo la sisi kuwepo hii huduma ni lengo tumpe mteja muda zaidi wa kufanya mambo yake ndio muhimu. Kwa hiyo nataka atakapotupigia ndani ya dakika 1, 2, 3, 4, 5 tushamwambia hivi na hivi, itakuwa na hivi, unaweza ukapata pampers zaidi, utapata mashuka ya watoto sijui na nini. Kwa hiyo ndio maana tunajaza form, tunajuana,
kwamba ni hakika kwamba najua nitaenda kwa Bwana Rashidi ndani ya kondo, hivyo tunakuwa na bei, tunafahamiana vizuri na tunakuwa tunaaminiana pia na kujaza hizo fomu kwa sababu tunakuwa tunatambuana. Sawa. Ndio. Swali lingine. Gharama zinakuwa gharama ni tunalipa kulingana na commissioner. Okay. Na anataka mteja. Anataka nini? Okay. Asante sana kwa swali zuri. Labda hilo nilidadafua vizuri. Sisi tunakupa unafuu wewe na mteja kwa kuongeza thamani ya fedha yako na biashara yako. Kwenye swala la malipo, wewe kama mwenye duka hutahusika na malipo yoyote. Unless otherwise, kama wewe una mzigo ambao wewe mwenyewe unataka ufike sehemu fulani. Sisi tunachofanya, mteja wetu akitupigia simu, kwa wale watu, tuna wateja wa aina mbili ya kukumbuka. Tuna wateja ambao watapitia kwetu sisi na kuna wateja ambao watakuja kwako, watapiga simu kwako. Wale watakaopitia kwetu sisi tukianza, watakapotupigia simu wanataka Pampers au let's say pikipiki ya mtoto, sisi tayari tutakuwa tumeshaingia makubaliano na wewe, tunajua bei zako za pikipiki.